Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni siku ingine tena tumekutana katika mahubiri na katika kuangalia neno la Mungu. Siku ya leo siko kanisani kwa sababu kulikuwa na mpango tuende kutembea sehemu fulani. Na nikaona hao waende, mimi niwe na nyinyi hapa watu wa mtandaoni, kwa sababu kasi hivyo ingekuwa labda baadaye. Kwa hivyo mimi nikaona afadhali niwe hapa. Kwa hivyo ndio sababu tunaendelea nikichukulia video hapa, sio kanisani, lakini Mungu akipenda wiki ijayo tutarejea tena katika ibada. Leo tunaangalia somo letu la 18 na kichwa cha somo ni kupenya. Tunakumbuka tulisoma ambapo Mtume Paulo alitaka sana kwenda bara Asia, lakini kila mara alikuwa anazuiwa. Hata kuna mahali panaitwa Bithinia alitaka kwenda, na tunaambiwa akakatazwa na Roho Mtakatifu, na yeye alikuwa mtiifu kwa Roho Mtakatifu. Lakini leo tumeona sasa, tutamuona Petro sasa akiingia katika bara Asia. Tunamuona sasa akifika ambako muda mrefu amejaribu kufika, lakini Roho amkataza. Na ni funzo mzuri kwetu ya kwamba kuna mambo tunatamani. Ndio kuna mambo mengine tunataka na yanatusumbua, lakini kwa Mungu si mambo muhimu. Kwa hivyo inakuwa hatuoni tukifunguliwa na tunashindwa kwa nini. Lakini kwa sababu Mungu hakosei, anaona haifai. Watu wa Asia walikuwa wa muhimu kwa Mungu, lakini naye pia Mungu alikuwa na utaratibu ule alitaka Paulo afuate, kwa sababu utaratibu wake na kule anamuongoza kulikuwa bora zaidi, na Paulo akakuwa mtiifu. Basi tunapoona mambo hayaendi vile tunataka ama vile tunaomba ama vile tunatamani, hebu tujitie moyo na tusiruhusu tusumbuke. Tungoje wakati wa Mungu. Kwa hivyo leo tunamuona Paulo akipenya Asia, ambayo kila mahali kulikuwa kizuizi. Nikaa vile nitoke hapa ninaenda safari mahali, nifike mahali niambiwe hapa huruhusiwi kupita. Basi sikati tamaa na safari yangu, naendelea. Mahali ambapo nimepata nafasi, hapo na hesabu hapo ndipo Bwana Mungu ananitaka. Basi leo tunasoma katika mlango huu wa 19 kitabu cha Matendo. Kuna mambo matatu ambayo tutaangalia katika hii safari ya Mtume Paulo katika bara Asia. Lakini leo tunamuona amepenya. Mahali alitaka kufika, leo amefika. Basi tutaangalia mstari wa 10 na kichwa cha hapo tunaita hatimaye. Hatimaye maana yake baadaye, hata baada ya pingamizi na baada ya kuzuiwa, sasa amefika, amepenya ambako alitamani sana kufika. Mstari, kwa hivyo ni mlango huu wa 13 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Sehemu ya kwanza tunaona kitu tunaita agano jipya. Sehemu ya kwanza ya hatimaye ni agano jipya. Paulo ni mtumishi na ni mtume wa agano jipya. Paulo si kuhani, na ndio unaona hakuna mahali umesikia Paulo akisema anatoa dhabihu. Hakuna mahali unasikia Paulo akiitisha watu fungu la 10, akiitisha watu matoleo, akiwaambia walipe ili awahudumie. Hapana, yuko agano jipya, na sasa tunataka tuone agano jipya. Nitasoma mstari wa kwanza mpaka wa 7, ni mstari wa kwanza mpaka wa 7.
lakini mimi nitasoma mpaka wa 3. Inasema hivi: ikawa Apolo alipokuwa Korintho, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatujasikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Amefika sasa huko Efeso na akakutana na watu anasema ni Wakristo, watu ambao wamekubali ujumbe. Na Paulo sijui alihisi kwa vile wanafanya, akauliza, je, mmepokea Roho Mtakatifu? Sema bado, hata Roho Mtakatifu hatujasikia kwamba yuko. Akauliza, basi kama mmeamini na mmebatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa nabii Yohana. Kama mnakumbuka katika Injili, Yesu Kristo akasema Agano la Kale linatimizwa ama linakamilika na Yohana, ya kwamba Yohana ndi yeye alikuwa nabii wa mwisho wa agano na Torati ya Musa. Kuanzia hapo katika Yesu, sababu Yohana kutoka ndio Yesu na yeye akaanza mahubiri yake. Sasa Yesu amekuja kutangaza ufalme wa Mungu, na amekuja, Yohana aliambia watu ufalme wa Mungu unakaribia. Yeye alikuja na kuambia sasa ufalme wa Mungu uko pamoja. Kwa sababu hata alipochukua chuo cha Isaya alisema Roho wa Mungu yuko kufanya, yani kuwahudumia watu wawe wazima. Na akawaambia haya maandiko yametimia. Walikuwa na ngoja maandiko katika Isaya yatimia, akasema sasa yametimia. Basi Paulo akaposikia kwamba wao wanaongea tu mambo ya Yohana, akaanza sasa kwa njia utaratibu mzuri kuwafundisha. Akawafundisha vizuri ya kwamba huyu Yohana alikuwa ni sauti nyikani kuambia watu, jiandaeni, ahadi ya Bwana Mungu inafika. Lakini sasa katika Yesu ilikamilika. Alikuja baada ya Yohana, akahudumu ile miaka, deni imelipwa, dhabihu ametoa. Na tukisoma katika kitabu cha Waebrania tunaambiwa ya kwamba hata yeye alipoenda kutoa dhabihu yake, wale makuhani wa Agano la Kale walikuwa wanaenda na damu ya ndama, ya mwana kondoo, wanaenda wanaitoa kama dhabihu. Lakini sasa yeye, huyu kuhani wa Agano Jipya, na ndiye kuhani wa kwanza na wa mwisho wa Agano Jipya, akaenda na akatoa dhabihu akakamilisha. Kwa hivyo sisi sasa wote tumefanyika makuhani wa Agano Jipya. Akawaeleza, wakaamini, na walipoamini wakabatizwa upya sasa katika jina la Yesu Kristo, ubatizo wa Yesu Kristo. Na tunaambiwa alipobatizwa Roho Mtakatifu akawashukia, na wakaanza kutabiri, wakaanza kunena na lugha. Huo ndio ujumbe wa Pentekoste ambao Petro alisema ahadi hii ni yenu na kwa watoto wenu, ni ahadi ya kuendelea. Ajabu ni ya kwamba utakuta hata katika makanisa ya Kipentekoste siku ya leo, wengi hawajapata huu ujuzi wa kunena kwa lugha. Na hiyo ni karama ya Roho, hiyo ni kipawa watu wamepewa, ni msaada wamepewa. Kwa hivyo ni juu yetu tujitahidi kama hawa, ya kwamba kama tunaongea mambo ya Agano Jipya, ni Agano Jipya vile ambavyo Yesu Kristo alilitangaza, na vile hawa wanafunzi wa Yesu Kristo, hawa mitume wa kwanza walilolitangaza. Kwa hivyo hawa wakabatizwa. Mhubiri 3:11 inasema hivi: kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameweka hiyo milele ndani ya mioyo yao,
ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuvumbua kazi ya Bwana Mungu anayofanya tangu mwanzo hata mwisho. Ndiyo tumeambiwa hata milele tumewekwa ndani yetu. Tumeumbwa tukiwa watu wa milele, lakini utapata huo umilele katika kujiunganisha na Yesu Kristo. Na tukaambiwa kwamba hata tuweze vile tunaweza, sisi wenyewe hatuwezi tukaelewa kazi ya Bwana Mungu. Tulimuona Paulo akiwa huko Athene, Uyunani, na watu baada ya kuwaeleza huu ujumbe, wengi wakapuuza. Wengi wakasema tutaongea siku nyingine. Lakini hata Athene hakukaa, kwa sababu aliona ni wakati anapoteza watu tu, ni mazungumzo na mazungumzo anataka. Sehemu ya pili ya somo hilo ni la kupenya hatimaye kuna kitu tunaita upinzani. Ni mstari wa 8 hadi wa 10. Huo nitasoma. Inasema hivi 8. Akaingia ndani ya sinagogi, akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi 3, akihojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Lakini wengine walikaidi, wakakataa kuamini, wakiitukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka, akawaacha, akawatenga wanafunzi wake, akahojiana na watu kila siku katika darasa la mtu mmoja jina lake Tirano. Mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka 2, hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana, Wayahudi kwa Yunani. Sasa kawaida yake ilikuwa ataenda kwa Wayahudi, sababu Wayahudi ndio ahadi ilianza nao. Na tunaambiwa katika huojiana nao ikafika mahali kukakuwa kuna upinzani, na akawaacha, akawahubiria. Na tuna hata juma lililopita tuliona hata ilifika mahali tena akawaacha, kwa sababu hao walikuwa kazi yao tu ni mzozo, kazi yao tu ni kupinga upinzani. Na tujue katika hii safari yetu ya imani katika Yesu Kristo, safari yetu ya kwenda mbinguni, huo umilele ambao tumeambiwa na mhubiri ya kwamba ndani yetu tutakutana na upinzani. Lakini katika huu upinzani tujue upinzani lazima uje, kwa sababu wanadamu wametekwa na ulimwengu na malimwengu. Wengine hata siku kama ya leo hawana nafasi hata ya kwenda katika nyumba ya Mungu. Utasikia mtu akikwambia mara ya mwisho mimi nina miaka 20 na sijafika. Mara ya mwisho mimi nasikiaga tu huko wakati tumeenda kwenye mazishi mhubiri akihubiri. Lakini tuambiwa Paulo akapenya vizuri Asia, akakuta Asia wakiwa wanahamu, kwa sababu tunaambiwa kwamba wengi sana waliamini. Wayahudi ijapokuwa wameachana na Wayahudi, lakini pia Wayahudi wanaamini. Na sio Wayahudi tu, na Wayunani. Na tunaambiwa akakaa huko miaka 2. Wewe fikiri miaka 2 anahubiri. Athene ambako ni kwa watu wasomi, watu wana filosofia, watu ambao wamesoma sayansi, kila aina ya sayansi, na elimu kila aina. Alifika tu Athene na baadaye akatoka, kwa sababu aliona sanamu ndio, yani ile hekima yao na masomo yao ikakuwa haina manufaa kwao, kwa sababu hata wakielezwa vizuri hawataki. Wanasema Mungu ambaye hatumjui, wakiambiwa huyo Mungu tena wanakataa. Kwa hivyo upinzani ukaingia, lakini hata upinzani ukija
Paulo akapata ushindi. Tunaambiwa alikuwa katika shule moja, shule ya Tirano, darasa Tirano. Nikifanya uchunguzi kidogo, hakuna habari kamili yake, lakini wanasema huenda alikuwa mtu anafundisha, alikuwa tuseme labda mfilosofia ama mtu anafundisha. Basi akampa Paulo nafasi yake. Na tukumbuke wakati huu Paulo alikuwa pia anafanya kazi ya mikono. Kwa hivyo wakasema wataalamu wale wafanya uchunguzi, inaonekana asubuhi alikuwa anafanya kazi, lakini masaa ya alasiri saa hiyo ndio anaita na anafundisha. Miaka miwili. Na ndio hata sababu tunaona kitabu kinaitwa waraka wa mtume Paulo kwa Efeso. Na sijui kama ndio aliwafundisha, kwa sababu alipoandikia barua aliwaambia, ama huko Efeso ambako alikuwa, tunaambiwa alikuwa anawaambia tumekaa, sisi tumeketi, hata tukiwa hapa duniani na mahangaiko ya duniani, tumekaa na Yesu juu mbinguni. Yaani tukizungumza tujione hivyo na tuelewe hivyo na tukubali hivyo, ya kwamba hapa ni upinzani huu, lakini mioyo yetu na hatima yetu iko na Mungu mbinguni. Amen. Sasa kuna funzo hapa, na iko katika Matendo 2:40. Inasema hivi: akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Matendo 2:40. Huyo ni mtume Petro. Walipoanza ujumbe wako wa kwanza, watu waliuliza tufanye nini? Na hata leo anauliza, mtu atakuza nifanye nini? Unamwambia, na ukimwamini ujiokoe mwenyewe. Yaani ujumbe ni wako wewe mwenyewe. Kwa hivyo ujumbe ni kwako, uamuzi ni wako, matokeo ni yako. Basi hebu si mtu mwingine atatuokoa, ni sisi wenyewe. Jambo la pili, tunaona miujiza. Ni mstari wa 11 mpaka 20. 11 mpaka 20. Tunaambiwa hivi: Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake. Magonjwa yao yakawaondokea. Pepo wachafu wakawatokea. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, na waapisha kwa Yesu yule aliyehubiriwa na Paulo. Sasa tunaona miujiza ya kwamba miujiza ambayo Bwana Mungu alisema itakuwa yetu inafanyika. Tunaambiwa hata ikafika mahali ukiwa tu na leso, utampa Paulo leso, anaguza hiyo leso, unaenda nayo. Na hiyo leso ukimwekelea ama ukiguzisha mtu ambaye ni mgonjwa, anapona. Hayuko hapo. Magonjwa kani magonjwa anapona. Kani mtu ambaye amepagawa na pepo anakuwa huru. Ni miujiza ya ajabu. Tofauti sana na miujiza. Ukifungulia televisheni wakati wowote utaona tuma pesa, tuma mbegu, mtu apone. Tuma pesa, ni pesa. Hapa hatuoni pesa. Na hiyo ndiyo injili halisi, hiyo ndiyo injili safi. Ya kwamba ikakuwa hivyo. Na siku ya leo, kama wakati huo hawakosi kama hawa tunaambiwa walikuwa watu wa kupunga pepo, wa kufukuza pepo. Na walikuwa Wayahudi.
wahuni. Wahuni kazi yao ni kutangatanga, wakifanya mambo ya kuponya watu na kuwatoa pepo. Na tunaambiwa walikuwa vijana 7 na baba yao alikuwa, ni ajabu, vijana 7 mihuni na baba yao alikuwa kuhani. Hatuambiwi Skeva baba yao kuhani alikuwa kuhani aina gani, lakini unaona kutoka kwa nyumba ya kuhani kunatokea makuhani bandia. Kwa hivyo ubandia unakuwa bandia ni mtu anachagua. Na wakaamua ya kwamba watatumia jina la Yesu na Petro. Sasa wakakutana na mtu mmoja ambaye alikuwa amepagawa na pepo. Akamwambia anakuapisha katika jina la Yesu aliyehubiriwa na Paulo. Unaona? Hao hana uhusiano na Yesu, ni jina tu anatumia bila kukubali na kuamini maana yake. Labda hao mimi nitawalinganisha na wahubiri wa siku ya leo ambao saa yote wanaitisha pesa. Ukitaka kutabiriwa utume pesa, ukitaka kuponywa utume pesa, mtoto wako amepotea tuma pesa. Hiyo ndio imejaa kwa televisheni zetu. Na wakafanya hivyo. Na wakaona sasa tutapata umaarufu kwa sababu huyo Paulo anahubiri, anataja hilo jina, miujiza inatoka, hata sisi tutafanya hivyo hivyo. Tunaambiwa haikuwa hivyo, kwa sababu yule pepo aliwajibu, akauliza, wakawaambia, Yesu tunamjua, tunamfahamu Yesu na kazi yake. Paulo tunafahamu, nyinyi ni akina nani? Kabla wajibu, yule mtu alikuwa amepagawa na pepo akawashambulia. Na inaambia aliwashambulia vikali, kwa sababu alitoka mbio mahali walikuwa wanajaribu kufanya wakiwa uchi. Nafikiri waliwapiga vita na akawararulia mavazi wakaenda mbio. Na ilipofanyika hivyo basi watu wakaamini, kweli hili jina ni kweli. Kwa sababu tunaambiwa kwamba hiyo habari ilijulikana kila mahali. Vile ambavyo leo kitu kitokea hapa, huku kwetu kunaitwa Rwanganga, leo hata ni zaidi. Kwa sababu tu hata hii video kama ikionekana kitu dakika tu hii baada ya dakika kidogo itakuwa imesambaa dunia mzima, hata Uchina imefika na kila mahali. Habari zikafikia watu. Wakaona hapana, huyu Paulo kweli, kama hata akiwa mbali pepo wanamjua. Tunaambiwa kwa kweli wakatokea hata wengine waamini ambao tayari walikuwa wameokoka, lakini wameshikilia hayo mambo yao ya uchawi, wakakuja na kuungama. Siku ya leo utasikia mtu ana ushuhuda, ni mwongofu, ameokolewa na Yesu, lakini utasikia tatizo fulani, alienda kwa mtu fulani, akaambiwa ulete jogoo mweusi, ulete sijui kondoo hivi, ufanye hivi, na akafanya. Sasa kulikuwa watu kama hao, hata siku ya leo wako. Kwa hivyo walipoona yale yalitokea, wakajua hapa si mchezo. Huu ni ukweli kabisa ya kwamba hilo jina lina nguvu. Tunaambiwa hata wachawi wenyewe wakakuja wenyewe, wachawi wakileta vitabu vyao vile wamesoma, vile wanatumia kutabiri na kufanya yale wanafanya. Na tunaambiwa vitabu vyenyewe gharama yake ilikuwa fedha vipande 50,000. Sikuwa nimefanya hesabu, wewe fikirie 50,000 vipande vya fedha. Sikufanya utafiti nijue ni pesa ngapi ukibadilisha siku ya leo. Vitabu vikachomwa. Na tunaambiwa ya kwamba wakavichoma na neno la Bwana likakuwa sana kwa nguvu.
yani neno la Bwana likaonekana kabisa, kwa sababu Paulo amezingatia mwito wake. Na hakuna mahali Paulo alizungumza mambo ya pesa, lakini siku ya leo pesa ndiyo kitu muhimu sana katika mahubiri. Hata utaambiwa wewe toa pesa na uitishe. Umpe mtu pesa, uitishe Mungu. Sasa huyo mtu ameambiwa na Mungu ati Mungu anahitaji hiyo pesa? Hapana. Funzo hapa ni katika Kutoka 9:11. Inasema hivi: nao wale waganga hakuweza kusimama mbele ya Musa kwa sababu ya hayo majipu. Kwa maana hao waganga walikuwa na majipu na Wamisri wote walikuwa nayo. Ni katika yale mabaa ambayo ama mapigo ambayo Mungu Yehova Bwana Mungu alitoa katika nchi ya Misri, wakati Farao alikataa kuwaruhusu Israeli kuwapa uhuru waende kwa warudi kwao wamwabudu. Kuna hilo pigo la majipu ya kwamba hata wanyama, kila kitu kwa majipu mwili. Wewe fikiri mtu kama mimi, uso, ulimi, mgongo, hata sasa hivi nakaa chini siwezi nikakaa, kila mahali, hata kutembea walikuwa na uchungu mwingi. Lakini kuna waganga ambao walikuwa wanashindana nguvu, kwa sababu wakati Musa alitoa vyura, nao pia waliweza kutoa vyura. Lakini naambiwa majipu sasa ni mtu kwa mwili wake. Yalipopiga wa Misri, hata waganga wakapigwa. Sasa hata hakuweza kwenda kushindana na Musa nao kutoa. Sijui kama angetoa majipu kwa Waisraeli, kwa sababu Waisraeli hawakuwa na majipu. Sasa hiyo ndio wangeshindana nguvu, ama wawaponye wa Misri. Lakini wenyewe hata hawakuweza. Hata wakamwambia sasa imezidi nguvu zetu, acha. Wakamwambia Farao acha watu waende, lakini akaendelea kukataa. Kwa hivyo tujue hivyo. Siku ya leo utasikia watu wengi wanasema unajua ibada ya shetani, unajua wanaabudu sana shetani. Na unasikia hata inatengeneza hadithi ya kufuatwa na vitabu. Mimi sijawahi kusoma hivyo vitabu, kwa sababu hii Biblia yangu imeeleza kabisa ya kwamba Yesu alikuja kuvunja hizo nguvu na kumaliza hizo. Kwa hivyo kile tunakutana nacho tuna nguvu ya kutosha. Sina haja kujua vile watu wanafanya na hizo dhabihu wanatoa. Kwangu hazina maana sana mambo ya uchawi huo. Hata Paulo hakuna mahali walizungumza akapewa hayo maarifa. Yeye alijua ni kazi ya giza na kazi yake ni kutoa kama Musa. Amen. Jambo la tatu ni ghasia. Na huyo ndio mlango kuanzia 21 mpaka 40. Ghasia. Tunaambiwa mstari wa kwanza, mstari 21 na 22 tusome. Tunaambiwa kukusudia. Tujifunze kitu kinaitwa kukusudia. 21:2. Mambo hayo yalipokwisha kumalizika, Paulo akaazimu rohoni mwake, akiisha kupita katika Makedonia na Akaya, aende Yerusalemu, akisema, baada ya kuwako huko yanipasa kuona na Rumi pia. Akatuma watu wawili miongoni mwa wale waliomtumikia kwenda Makedonia, nao ni Timotheo na Erasto. Yeye mwenyewe akakaa katika Asia kitambo. Kazi ilipoendelea, Paulo akakusudia kwamba afike Yerusalemu. Hatuambii aliamua hivyo kwa nini, hatoi sababu.
lakini tunaambiwa kwamba wale ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu hao ndio watoto wa Mungu. Kwa katika Warumi, akasikia moyoni wake anahimizwa kwenda Yerusalemu na kufika Rumi. Na baadaye tutaona vile hiyo safari ilivyokuwa, Mungu akitusaidia tutaangalia vile ilienda. Kwa hivyo akaamua. Na labda somo hapo ni ya kwamba tuwe watu wa kufanya maamuzi. Si tukaa tu hivyo. Ukiuliza mtu wewe unakusudia nini? Umepanga nini? Mimi naishi kwa imani Mungu atanionyesha. Hapana. Mungu anazungumza na sisi na anazungumza na mioyo yetu. Anazungumza na akili zetu. Kwa sababu tumeambiwa ya kwamba kipawa cha Roho Mtakatifu pia ni kupewa akili timamu, akili nzuri. Yeye akasikia kuna himizo kurudi Yerusalemu. Na kuna himizo kufika Rumi. Lakini akaona atafika Yerusalemu, atarudi Yerusalemu, atoe taarifa, ndio kutoka hapo aelekee Rumi. Vile alienda tutaangalia baadaye. Lakini tutafundishwa hivi. Hebu tuwe watu tuko na makusudi. Si mtu umekaa tu mtu anakuambia twende mahali fulani wewe unatoka. Na labda kuna kitu fulani ulikuwa unafanya. Mtu anakupigia simu, unafanya nini? Hakuna. Si uje tu. Hapana. Hebu tuwe wa kusudi. Mtu akinipigia simu nitamwambia hapana, leo sitoki. Wakati mwingine nazungumza na rafiki yangu, unakuja 7:7? Hapana, leo sitoki. Leo nimetulia huku kwa nyumba. Na hiyo inatosha. Paulo yeye akaamua, akakusudia. Tuwe watu wa makusudi. Chochote tunafanya. Ukitoka hapa ukienda mahali, huo unakusudi. Si kwenda tu kwa sababu mtu alikwambia, naelekea nini? Si unipeleke Keno. Si unipeleke Maragwa, si unipeleke Nairobi. Unaenda tu hivyo. Hapana, tuwe watu wa kusudi. Ukiandamana na mtu wewe unajua na wewe ni faida gani unaenda kupata, si tu kwenda ovyo. Na Paulo alikuwa mtu huyo. Kwa hivyo tuwe na kusudi. Kwa sababu sasa tunamuona Paulo akidhibitisha yeye ni mtu wa kufanya mambo kwa kusudia. Funzo tunaliona vizuri katika Zaburi 37:23. Inasema hivi: hatua za mwenye haki zaimarishwa na Bwana Mungu, naye aipenda njia yake. Hatua za mwenye haki zaimarishwa na Bwana Mungu. Kama mimi nitakuwa mwenye haki, hata yale nakusudia na vile napanga, nitajua niko chini ya Mungu. Kwa hivyo hakuna wakati nitapanga kufanya vibaya. Hapana. Katika yote nitapanga, nikienda Nairobi nitaona fulani. Hapana. Tuwe watu wa kusudi. Na tukifanya hivyo tunaambiwa hatua zetu zinaimarishwa na Bwana Mungu. Anakuwa pamoja nasi. Na tumemwona mfano mzuri Paulo. Anajaribu kwenda Asia, anaambiwa usiende. Anafua anakaribia, anaona si ni pale Bithinia. Anataka ingie Bithinia, anaambiwa na Roho, hapana, usiende. Hiyo ndio kuimarishwa. Ndio tuzingatie na tuwe katika safari hiyo ambayo Mungu ametutakia. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ndio hiyo 23 mpaka 40. Nasema hivi: kuna zogo ama hali ya taharuki ama hali ya watu kukabiliana. Sasa fujo. 23 mpaka 40. Kuna zogo. Hebu tusome 23:4-5 hapo. Tupate neno. Tunaambiwa 23. Wakati huo kukatukia ghasia si haba katika habari za njia ile
Kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrio, mfua wa fedha, alikuwa akifanya vinekalu vya fedha vya Artemi. Alikuwa akifanya vinaitwa vihekalu vya fedha. Vihekalu ni kama madhabihu hivi ya fedha kwa Artemi. Alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi. Wakakusanya wanao pamoja na wengine wenye kazi ile ile, akisema, enyi wanaume, mrejea kuwa utajiri wetu kutoka katika kazi hii. Ni watu na kazi yao huku watu wa pikipiki wakati mmoja utaona wameleta fujo, si ndio? Anasema biashara yetu inatishiwa. Hata magari ya abiria anasema iko fujo, polisi wametusukuma sana, hawaturuhusu, wametukaza. Sasa hao watu, kunaitwa mtu huyo anaitwa Demetrio, alikuwa fundi wa fedha, kutengeneza sanamu na vitu vya fedha. Na kwa sababu alikuwa shupavu, alikuwa na mafundi wale ameajiri. Sasa akawaambia, sasa utajiri wetu uko katika hatari. Akawaambia, kwa sababu nyinyi mnajua kuna huyu mungu anaitwa Diana. Alikuwa mungu mwanamke. Na unajua ya kwamba hapa Efeso ndio kitovu chake, ndio makao makuu ya huyo mungu. Sasa Paulo sasa amekuwa akihubiri kinyume cha sanamu, kuabudu sanamu. Na unajua hapo ndipo tunapokea faida yetu, hapo ndipo tunakula. Hizi sanamu ndizo tunakula. Si mimi hapa nitaambiwa nakula shamba langu. Nikiwa na mahindi, nikiwa na maembe, watu wanakuja wananunua matunda hivi. Sasa hao kazi yao ilikuwa hiyo. Wakasema sasa sio hapa tu Efeso, lakini Asia mzima ameharibu, kazi imeharibika. Jambo nilisikia watu wakiongea la unashindwa namna gani. Ukiangalia katika mahospitali yetu utakuta fundi wa seremala amejenga zinaitwa nini? Majeneza. Sasa wewe fikiri watu waanze, utasikia akisema hii wiki sijapata kazi. Kazi yake ni nini? Ni watu wakikufa. Kwa hivyo kila mtu iko hivyo. Na nikasikia siku moja, ilikuwa hadithi ya kuchekesha. Mtu anauliza, wewe fikiri yule nesi katika hospitali, yule anawadunga sindano na anawatibu, usikie mume wake ni yeye seremala ule anajenga majeneza, utakubali ya kudunge sindano? Sasa ilikuwa hivyo, ndio hiyo anaonyesha hapa. Kwa sababu kazi yao inaharibika. Wanaambiwa Diana si mungu, Diana ni fikira za mwanadamu. Na ni kweli sanamu zile tunaona ni watu wanatengenezwa. Na mimi nimeona watu wakiabudu sanamu. Lakini wanaambiwa hapana, Mungu huyu. Na ndio Paulo akawaambia Athene, Mungu aliumba kila kitu. Sasa tena utakuwaje wewe umeumbwa na Mungu, tena wewe umjengee hekalu mahali atakuwa anakuja anakaa? Ukitaka kukutana naye amekungoja hapo. Huyo Mungu alikuumba. Ujenge sanamu na abudu. Anafananaje na hujawahi kumuona? Sasa kwa kuwa na mchafuko, tunaambiwa ikakuwa mji wote ni kelele. Na ajabu tunaambiwa kwamba wakamshika mtu anaitwa Gayo na watu wawili, mmoja anaitwa Gayo na mwingine Aristarko, wa Makedonia. Watu wa Makedonia ambao waliambatana na Paulo baada ya kuja kumsaidia kazi, wakashikwa.
wakapelekwa mpaka kwenye ukumbi mkuu wa mji. Takampeleka kabisa, ni kumpeleka sasa, ni vibaya sasa, kumeharibika, ni vita. Na tunaambiwa kwamba ikakuwa ni kelele. Hata kelele yenyewe tunaambiwa hata watu wengi hawakujua ni ya nini. Waliona tu mkusanyiko vile ambavyo kama sasa mahali huko ukisikia kelele watu wametokana, utakuta watu wengine wanafuata. Wakiwa njiani ndio wanauliza hii tunaenda ni nini, lakini yuko katika msafara. Sasa katika huo msafara watu wengine ni kelele. Sasa tunaambiwa ya kwamba Wayahudi si wameenda, na tatizo ni Paulo, na Paulo ni Myahudi. Wakatafuta mtu mmoja hapo ili awaeleze. Jina lake ni Iskanda. Alipotoka ikakuwa fujo, ati Myahudi waongeleshe na Myahudi mwenzao. Ni vile huku ukisikia mtu wa kabila lako ni mwizi, utasema hapana, anaonewa. Ikuwa hivyo. Sasa mtu wa kabila lingine umeambiwa hiyo kabila fulani walifanya, hata utachukua na utashambulia watu hilo kabila lingine hata bila kujua kwa nini. Sasa ikakuwa hivyo. Iskanda alipojaribu kuwatuliza waulize tatizo ni nini, wakamzomea. Tunaambiwa masaa mawili ni kelele tu, kelele. Hata wasemi ni nini, ni kelele masaa mawili. Lakini wanasema hawa Paulo ameharibu, anatuharibia maisha. Kitu tunaambiwa katika hiyo kelele, sasa umesikia ni fujo kabisa, ni kelele. Kuna ule karani ama katibu, ama huko Tanzania anaitwa mtendaji wa kata, mtendaji wa mkoa. Sasa ni mtendaji wa huo mji akakuja. Aliposimama walijua sasa sheria imeingia, wakatulia. Akauliza, sasa nyinyi nataka niwaambie kitu. Hawa watu mmeshika, hamwashtaki wameenda kwenye, sisi tunajua Efeso ndio hekalu la Efeso, yenyewe ndio hekalu la Mungu Diana. Hata anaitwa Diana wa Efeso. Akawaambia watu mmewashika, lakini kati yao hamjasikia yeyote ambaye ameenda kwenye hekalu akaye hizo hekalu ya Diana akaiba. Kwa sababu kama ni mwizi mseme ameiba. Akawaambia kitu kingine, huyu mtu sio wezi na pia si wanyang'anyi. Kama ni wanyang'anyi mna ushahidi ni sawa. Sasa nyinyi mko na tatizo mbele yenu, kwa sababu mnajua hapa kuna sheria, hapa kuna mahakama, kuna mahakimu, hata kuna wale akida wamesimamia. Kama wana makosa mtengeneze mashtaka washtakiwe. Kasi hivyo mjue msipochunga mtapoteza. Ni Wakikuyu wanasema ya kwamba saa ingine wakati unamwaga ndani unajikuta unamwaga nje. Ati nyinyi mtamwaga nje mkifikiri mnamwaga ndani. Sasa hata hii fujo mmetoa, mnaweza kuambua mjibu. Na tukumbuke ulikuwa ni wakati wa utawala wa Rumi. Na kitu kimoja Warumi kabisa hawakuruhusu na hakukuwa na jambo lolote la kutetea, ni sheria na utengamano. Sheria na utengamano, hiyo kujaribu tu kabisa kidogo utapatana nao, na walikuwa wabaya. Kuadhibu aliadhibu.
Tunaambiwa hata baada ya Yesu, sijui ilikuwa mwaka gani nimesahau, baada ya Yesu sijui kama ulikuwa mwaka wa 90 ama mwaka hapo, kuna wakati Warumi waliadhibu Yerusalemu. Walikuwa hawana huruma. Waliadhibu, tunaambiwa, nilisikia sijui kani kweli, ya kwamba sehemu yoyote hakukuwa na miti. Kwa sababu yote ilikatwa ikatengeneza misalaba, wakasulubiwa. Mtu mmoja akasema inakumbusha vile walisema ya kwamba damu yake iwe juu yetu na watoto wetu na watoto wa watoto wetu. Wakaambiwa sasa nyinyi mnaweza kuulizwa mjibu. Demetrio ni ameongoza. Si watajua mali wataanza. Na wale mafundi wengine. Wakaambiwa sasa kama ndiyo mambo yenu mzifunge tu saa hii. Muende nyumbani. Kama si hivyo sheria iko. Wakajua la, tulifikiri tu ni Wayahudi, kumbe. Si hata wiki iliyopita tulisoma vile walipeleka bwana mmoja, waliwapeleka watu wanawashtaki. Na yule akida alikuwa amesimamia, ama liwali alikuwa amesimamia, akasema hapana. Mambo ya dini, maswali na mazungumzo si ya kuja hapa. Mtu akikuwa na makosa kinyume cha sheria ya nchi, mumlete. Sasa akamwambia sasa vunjeni hili baraza muende nyumbani. Sasa wamesikia sauti ya katibu ama mtendaji, bwana mtendaji wa huo mji. Sio ni kama huko Nairobi wakati kulikuwa ni mji, siku hizi kuna mtu anaitwa governor, hata huku kwetu Murang'a kuna governor. Lakini governor wa huku hana nguvu za kisheria. Yeye ni kusimamia wananchi na mambo ya maendeleo. Lakini kuna mtu mwingine huko pia amesimamia, nasikia kama huku kwetu zamani walikuwa anaitwa mkuu wa mkoa. Sasa kuna mikoa huku anaitwa mtendakazi ama mtendaji. Huyo ana nguvu na anaweza akasema na ifanyike. Sasa wakaambiwa na wakajua ni sheria. Tunaambiwa wote wakaenda na habari kakwisha. Kuna funzo hapo ya kwamba katika upinzani wowote tujue Bwana Mungu yuko pamoja nasi. Unaona hapo hawa hakuna njia wangeweza kujitoa hapo. Lakini yule bwana akakuja akawaambia nyinyi mnavunja sheria. Na ikakuwa hivyo kwa njia rahisi. Watu ambao walikuwa wangeuawa tu hapo mara moja, kwa sababu unajua wakati wa mzozo kama huo na wananchi kuchukua sheria mikononi, hata mtu ana hatia anauawa. Na kuna wengine wameuawa hivyo. Anasemekana aliiba na hakuna ushahidi, watu wanampiga mawe. Nakumbuka bwana mmoja akasema ya kwamba wakati ni mzozo kama huo, ghasia kama hiyo, hata waoga wanatupa mawe. Ni mtu alisema hivyo. Mtu ambaye haizi akakubendia akiona ukipigwa na wengine atatupa mawe. Lakini ikazimwa. Dakika moja ni fujo, dakika nyingine kumetulia na watu wamerudi makwao. Mungu yuko pamoja nasi katika hali zote, tujue hivyo. Sasa Zaburi 2:1 inauliza swali. Mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili? Ati mataifa yanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili. Ati ni ubatili wanatafuta. Wanafuata ubatili, kitu hamwezi. Kwa sababu unaona wanapigana na Paulo, na nguvu zile Paulo amedhibitisha ni za Mungu, zimezidi sheria, zimezidi nchi hiyo, kwa sababu ni Mungu. Na hivyo ndivyo Mwokozi, Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo alisema,
aliposimama mbele ya Pilato akasema, mimi ni mfalme ndio, lakini ufalme wangu si wa hapa. Ufalme wangu ni wa mbinguni, na ufalme wangu ni kuhusu kweli. Ati kweli? Alimuuliza kweli ni nini? Lakini Pilato kwa sababu alijua hataki kushikwa na maneno ya Yesu, akatoroka, hakungoja jibu. Na hivyo ndivyo tunaona, na mataifa yatakuwa hivyo. Wasioamini ndio hao mataifa watatuingilia, watatuwekelea, watatuharibia jina, watatukashifu. Lakini tunaambiwa katika hali zote Yehova Bwana Mungu wetu yuko pamoja nasi na atajionyesha akishinda. Basi habari ikaishia hapo. Kaibishia vizuri. Dakika moja ni fujo, masaa kadhaa ni fujo, lakini mtu mmoja akasimama na hiyo habari ikazimwa, hali ikazimwa, watu wakaondoka. Tukimruhusu Mungu atatupigania. Sasa habari zinaishia hapo. Mungu wetu amejionyesha. Paulo ameingia Asia na akapenya, na matokeo yakatokea. Asia ilikuwa imewekwa. Mungu alijua wakati anamruhusu, kwa sababu Mungu naye ni Mungu wa utaratibu fulani. Mungu hafanyi vitu tu ovyo. Leo nisikia nitaenda huko Somalia kuhubiri, na ninaenda. Hapana. Naomba Mungu na Mungu ataniambia na atanipa ruhusa wakati ataniambia sasa enda Somalia. Kuna watu wanakungojea huko. Kama vile mtu wa Makedonia alitumwa kwa maono, akaambia Paulo, njoo utusaidie, na Paulo akaenda kuwasaidia. Tujue tuko na Mungu, na katika yote Mungu atakuwa pamoja nasi. Sasa tukifunga, tuangalie ile mistari isiyoangalia ya kutafakari. Tuongoza hii wiki kutafakari kwa lugha ya Kikuyu inaelezwa vizuri. Ni kama vile ng'ombe ataenda kule majani, alafu akipumzika anarudisha hayo majani, anayatafuna tena. Sasa huko ndio kutafakari ya kwamba jambo ama neno fulani ambalo lina nguvu na uvutio fulani katika Zaburi, na ni katika Matendo huo mlango tumesoma 11, inasema Bwana Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Hivyo ndivyo Mungu anataka. Kupitia hii mikono yetu, kupitia maneno yetu, miujiza itokee isiyo ya kawaida. Mpaka watu wakiangalia wanasema kweli huyo ni Mungu. Hiyo ni ahadi kwetu. Watu wengine wanasema miujiza ilikuwa ya zamani. Hapana. Kusema miujiza ilikuwa ya zamani ni kusema ya kwamba Bwana Mungu alilala baadaye. Hapana. Yuko na anafanya kazi. Na wazo kuu katika haya ambayo nimeona labda wewe utaangalia na wewe Mungu akusaidie, si kusema hapa ndiyo hivyo, lakini nikaona wazo kuu katika kuongoza. Mimi naongoza tu na kuelekeza, lakini wewe ukizungumza na Mungu katika kutafakari na kurudia hili somo na kulisoma tena na tena, kuna vile Mungu atakuzungumzia na uone ni nini. Nasema hivyo, mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka 2, hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana Mungu, Wayahudi kwa Wayunani. Ni mstari wa 10 katika huo mlango tumesoma 19. Wewe fikiri taarifa mzuri hivyo ya kwamba miaka 2 hata waliokaa Asia wote, labda hawakufika India, hawakufika China, mapato nifungulie fedha nifike mahali fulani. Nilienda nikahudumu nchi ya Malawi. Ni miaka mingi imepita, na naomba Mungu anirudishe huko.
na sehemu zingine. Ningetaka nifike DRC, ningetaka nifike Somalia, nifike Ethiopia, nifike kila mahali ambapo kuna mtu anahitaji kusikia hili neno, ningetaka. Lakini wakati mwingine tunakuwa na vizuizi kama yangu sasa ni kifedha, lakini na katika wakati wa Mungu itafunguka. Na sala ni kitu ambacho tunaangalia na tupate jitengenezee. Sio sala unafanya ni sala, maneno yako mwenyewe ujiwekee sala na ujitungie sala yako. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Ya kwamba tuwe hivyo, ya kwamba tunawekelea watu mikono na wanaanza, Roho Mtakatifu anashuka juu yao na wanaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Hiyo ndiyo tofauti ya Pentekoste na wengine ambao si wa Pentekoste. Wa Pentekoste wanaamini ya kwamba Bwana Mungu anaendelea na